kwenda mahakamani ni mteja wa mahakama. Kukamatwa kwa wananchi kwa wingi tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka 2025 bila kufuata misingi ya kisheria na kwa kuonekana kuzingatia misimamo ya kisiasa ni kinyume na ibara ya 13 ya katiba inayolinda usawa mbele ya sheria na kupinga ubaguzi wa kisiasa, na vile vile kinyume ya ibara ya 14 ya katiba inayolinda haki ya kila mtu kuishi na kulindwa na serikali. Kazi ya polisi anapokuwa mahakamani ni very limited: kuleta wahalifu walioko kwenye mikono yao, kushiriki kwenye hatua za kimahakama kama anavyoelezwa na hakimu. Maana nimesikia kuna watu wanasema mahakama imekuwa compromise. Mahakama hauwezi, kwa lile lililotokea Kisutu sio la mahakama, ni la hakimu. Yule ndio mwenye mahakama yake kwa wakati ule, ndio anayetakiwa kulinda wateja wanaokuja mbele yake, na kama kuna maagizo yoyote anaanza kuzungumza na mawakili, mawakili wanazungumza na wateja wao. That is a practice. Hakuna interaction yoyote ya OCD na hakimu anaendesha kesi kabla mawakili hawajapata taarifa hiyo. Lolote linalofanyika hivyo ni kinyume cha sheria na kinyume cha katiba, na ni dalili za kuingilia uhuru wa mahakama na kuifanya mahakama kama kikaragosi hivi tu. Kwa hiyo sisi tunaona hapo kulikuwa na uvunjwaji mkubwa wa sheria na haki za wananchi waliofika mahakamani. Vile vile uvunjwaji wa haki ya uhuru wa mtu binafsi bila kufuata masharti ya kisheria. Sheria yetu inaruhusu mtu kukamatwa bila warrant kwa aina ya makosa. Hakuna kosa la kwenda mahakamani katika nchi hii lililowahi kutungwa na bunge. Hakukuwa na amri yoyote ya hakimu ya kukamatwa ambayo mpaka leo tumeletewa kama TLS au kuoneshwa kwamba wanaoingia Kisutu wakamatwe. Hatuna amri yoyote ya hali ya hatari iliyotangazwa na rais katika nchi hii, ambaye ndio mtu pekee mwenye ruksa ya kufanya proclamation kwamba maeneo fulani hakuna yoyote anayetakiwa kufika kufanya kazi za kiraia kwa sababu fulani za kiusalama. Hakuna. Hakukuwa na zuio lolote halali la kiusalama lililohalalisha nguvu kubwa zilizotumika kukamata wananchi wale ambao tunatumia jitihada kubwa kila siku sisi TLS na wadau wengine kuwahimiza watu wakiwa na migogoro waende mahakamani, wahudhurie mahakamani kujifunza nini kinaendelea, wafike mahakamani kujua na kuona haki zinavyofanyika. Ndani ya masaa machache watu wachache wanaingia, wanaleta vurugu mpaka wakili ukimuona mahakamani ameutafuta uwakili for more than 10 years, anaendesha uwakili kwa gharama kubwa. It's not just a person. Unaenda unapiga wakili na kirungu unasukuma nje ya mahakama. Wakili hafanyi kazi uwanja wa Taifa wala hafanyi kazi Central Police. Wakili eneo lake la kazi ni mahakamani. Lakini tumeshuhudia hali ya ajabu, sio heshimu utawala wa sheria, hali yenye kuvua na kuiweka nje uchi kisheria. Na ajabu kabisa unaona bungeni, ajabu kabisa unamsikia waziri anasema hili ni sawa. Nitaeleza kwa nini si sawa, kwa sababu ndio kazi yetu sisi TLS. Vile vile uvunjwaji wa haki ya uhuru wa mtu kwenda atakako. Tumeshuhudia watu wakikamatwa wanapelekwa. Tumezoea mhalifu, sheria inasema ukimkamata anafanya cognizable offense, mchukue mfikishe haraka, kama sio mahakamani kwenye kituo cha karibu cha polisi. Hatuna sheria inayotupa sisi mtu kukamata mtu kuzunguka naye kwenye gari na kumtupa mtaani, au kumkamata kwenda kumtupa raia kwenye msitu fulani.
Alafu mpaka leo hatujapata maelezo ni kikosi gani kilihusika kukamata wale raia mahakamani na kwenda kuwatupa porini. Hii ni aibu kwa utawala bora, na ni kitendo ambacho nilitarajia waziri wa mambo ya ndani au amechukua hatua, na asipoweza kuchukua hatua katika hili awajibike, kwa sababu haya mambo ndiyo yanayoipaka matope nchi. Hii nchi sio kwamba tuna sheria mbaya kiasi hiki. Soma sheria zetu nzuri. Hizi sheria zetu jamani si mbaya kiasi hiki. Kuna watu makusudi tu kwa jeuri, tuna kiburi tu, wanafikiri wa Tanzania ni punda au ng'ombe wa kuswaga jinsi wanavyoswaga. Sisi TLS tulisema tunataka kuengage na kila mmoja, tunataka kuwa daraja la amani katika taifa letu. Uungwana wetu sio uoga, sisi sio waoga. Tunapozungumza tuheshimiane, tuheshimu wananchi. Tukaandika kwa utaratibu kabisa. Tunashukuru magereza wakatuita, walitupokea. Magereza wakazungumza na sisi na wakatuonyesha hatua walizochukua, lakini wakatueleza kuna wigo wao magereza hawafiki. Tunaandika barua kwa waziri wa mambo ya ndani, mpaka leo hajatujibu. Hatutakaa kimya. We are coming very strongly as it never happened before. Kwa sababu sisi sio kuku wa kuchinjwa. Kuwa wakili sio tiketi ya kuuawa bila sababu. Ni kazi halali. Tuheshimiane. Tumeandika barua ili Watanzania, ninasema hapa Watanzania mjue, msije mkasema TLS wakorofi. Tumeandika kumuona waziri kwa sababu upelelezi haufanyiki makusudi. Wanaona yule wakili ni sawa na kuku au mbwa tu aliyekanyaga barabarani. Yule ni baba, ni mwenzetu, is our colleague. We are not going to be silenced. Tumeandika barua, hawajafanya. We follow up with action, and we are going to rumble very strongly. Kwa hiyo waziri atusikie, barua yetu iko mezani kwake, na tuliweka kila kitu kwa uwazi, sio kwa nia mbaya, kwa sababu sisi TLS kazi yetu ni utawala wa sheria. Hatuna shida na mtu yeyote. Jambo lingine lilojiri, kutokutekelezwa kwa taratibu za kisheria za makosa ya jinai. Jamani, sheria zetu ziko wazi. Ni kweli kuna mazingira ambayo lazima shauri liendeshwe in camera, yani kwa faraga. Mazingira hayo ni kesi za watoto wadogo, kesi zinazohusu mambo ya ndoa, hasa yenye mambo yenye ukatili wa kijinsia, usikilizwaji wa ushahidi unaohusu ujasusi, espionage, ule unaoanza kufichua yani usalama, walifanyaje, waliendaje. Maeneo yale yanapofika kutolewa ushahidi, lazima watu waondolewe mahakamani. Sio usalama huo unaozungumzika eti tuliona watu wengi wakienda mahakamani kwa usalama. Is very specific, na anayeondoa ni hakimu wakati wa usikilizwaji. Full stop. Mahakama ina convene, shahidi anaingia, tunaambia tuse kamera, in court ni kamera. Wala hakuna anaibisha, sio kesi moja mbili. Na mtu asikudanganye watu kuhudhuria mahakamani, na ndio maana nasema hili sio tatizo la mahakama, ni tatizo la hakimu. Mimi nimeendesha kesi zenye public interest. Mbeya pale tulikuwa tunahudhuria watu zaidi ya 2000 3000 kila siku. Uliwahi kusikia hata kuna mtu amekanyagwa kidole? Kwani ile ni mahakama ya Kuwait? Tumeendesha kesi Vwawa mwezi mzima, wanakuja watu zaidi ya 1000 na Vwawa hawana mbwa, hawana FFU, hawana magari ya polisi. Nani ulisikia? Mpaka hukumu inatoka hakuna hata mtu aliyerusha jiwe. Kila mwananchi alisikia, wakurizika alirizika, ambaye hakurizika hakurizika. Tumeendesha kesi ya namna hii yenye public interest Tukuyu pale Rungwe, sehemu ambapo ni mahakama, ofisi ya mkuu wa wilaya, ofisi gani ziko hapo hapo. Mpaka hukumu inatoka hakuna hata tofali lililoyumba. Hakuna mwananchi anayekwenda kufanya vurugu mahakamani. Waliofanya vurugu wamekiuka sheria,
ya mwenendo wa makosa ya jinai kama inavyoelekeza katika vifungu vyake vya 11, 12, 14, 21, 23 na 54. Wamekiuka kifungu cha sheria ya mahakama za mahakimu, kifungu cha 14, 1 na 2. Wakaligeuza mahakama kuwa sehemu ya kufanya ukora na uhuni usiomithilika mbele ya sura za watu wote wenye ustaarabu. Sisi kama TLS tunakemea kwa nguvu zote na tunataka kuziomba mamlaka. TLS iko tayari kushirikiana kuhakikisha nchi yetu inakuwa na amani, haki, mshikamano na utawala bora. Lakini hatuko tayari kuendelea kudhalilishwa. Sisi hii ndio eneo letu. Hapa ndipo sisi tuliposoma. Tulikula kiapo kwa ajili ya kazi hii. Watu heshimu basi na kuheshimu eneo letu la kazi. Hata kama una silaha na magari mapya, hujawahi kupiga, au una mbwa mpya, hujawahi kuona akiuma mtu, usitamani kuuma. Basi tafuta hata mazingira mengine, lakini usitafute kwenda kuuma watu wanaoenda mahakamani. Kweli unabeba mbwa kwenda kuumisha mlipa kodi? Tuna jeshi la polisi linabeba wananchi, linapiga na